Sio mrefu sana na ofisi yetu ya chama wilaya, nilisema maneno haya na nitayarudia hapa. Kama kuna watu wanaipa hasara nchi hii kufikia mabadiliko ya kweli, ni watu wa Dar es Salaam kabisa. Duniani kote mageuzi makubwa ya kisiasa na mabadiliko ya nchi yanaanzia kwenye miji mikubwa. Dar es Salaam ina watu takriban milioni 7, milioni 8. Arusha ina watu pengine 600,000. Lakini ukiita mkutano wa Arusha, vibe lake, ukaangalia watu wanavyoelewa kinachoongewa, ni tofauti sana na ukiita mkutano wa Dar es Salaam. Na CCM wameendelea kutuonea, kwa sababu mji ambao ungekuwa chanzo na chachu ya mabadiliko ilipaswa kuwa Dar es Salaam. Nyie watu sio watu wema hata kidogo. Samahani kwa hiyo lugha. Kabisa sio wema hata kidogo. Na hakuna watu ni maskini kama nyie. Mimi mara ya kwanza nimeona utumbo wa kuku unauzwa na miguu, niliona da. Hapa kuna umaskini wa kupindukia. Nenda Masaki usiku ama Sinza, wadogo zetu wa kike wadogo miaka 17, 18 wanauza miili yao kwa sababu ya umaskini. Mtoto wa kike anapatana kufanya mapenzi na mwanaume kwa shilingi 5,000, shilingi 10,000. Mtoto wako, mdogo wako. Kama barabara haikukeri kwamba ni mbaya, uchumi ukikeri, kero na fedhea ya binti yako kwamba amekosa kazi na sasa anauza mwili wake ili apate ugali. Vijana wote mji huu, amesema hapa mwenyekiti wetu wa vijana Deo, katika vijana, katika watu 100, watu 70 ni vijana. Na vijana ndio nguvu kazi. Nchi hii leo inaongoza kwa vijana kukata loko asubuhi. Na vijana walevi. Hakuna kazi, hakuna ajira. 80% ya vijana wote wenye uwezo wa kufanya kazi wamekuwa madereva pikipiki. Na mimi nilisema pikipiki sio kazi, sio ajira, na umaskini. Puuzi hao CCM wakapiga kelele. Wakaandaa maandamano Mwanza, wapi, Tanga, wakunilaani. Na mimi walikuwa wakiandaa maandamano ya kulaani na wafuata hapo hapo. Nasema mkunisikia vizuri, ngoja nirudie. Hii kazi ni kazi ya kimaskini. Ndio sababu hakuna mtoto wa kiongozi, akiwemo wa kwangu, naweza nikaruhusu akawa dereva pikipiki. Vijana wote wako kwenye pikipiki. Kimbiza upepo kuanzia asubuhi. Pata pesa ndogo, wanakufa mamilioni kila siku. Hakuna viwanda, hakuna mashamba makubwa, hakuna miundombinu ya kiuchumi ya kufanya vijana watoke katika umaskini. Na kwa sababu ni maskini, hawaoi, wanazalisha. Na kwa sababu hawaoi, una kitu kinaitwa single family, single parent. Yaani mtoto analelewa na mzazi mmoja. Na kwa sababu maisha ni magumu, mtoto analelewa na mzazi mmoja. Huyu mzazi mmoja anatakiwa kufanya kazi masaa 24 ili aweze kumlea mtoto. Mtoto anakosa malezi ya mzazi. Baada ya miaka 20 kutoka sasa, utakuwa na watoto waliolelewa na single parent, mzazi mmoja. Mzazi ambaye alikuwa anafanya kazi kufa na kupona amlishe mtoto. Mtoto huyo hakukuwa na maadili, hakufundishwa, hakuoneshwa mlango wa kanisa, hakuoneshwa mlango wa msikiti, hakufundishwa adabu. Baada ya miaka 20 kijana, ndio huyo leo anaitwa panyarodi. Na adhabu yake badala kuwa ni kazi na mafunzo, anapigwa risasi, anauawa.
sana. Lakini hali hii tunayoipitia tunaweza tukaizuia sio kwa maombi. Mungu anatuona mabwege. CCM ni wapumbavu, hawahitaji maombi, wanahitaji action. Naona mimi wachungaji wa Kilokole mnaita mikesha kuombea nchi. Iteni mikesha ya kutoa CCM madarakani, acheni kumchezea Mungu. Naona mimi mnaita kukemea. Wani watu wamekuwa masikini mpaka wanaamini huwezi tena kufanikiwa bila muujiza. Ndio huko mnaitwa kupoka mafuta. Pako mafuta upako au utajiri. Mtapakwa mpaka oili. Sababu neno la Mungu linasema asiyefanya kazi na asile, na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Sio mafuta unaopakwa, kazi ya mikono yako. Lazima kuwepo na mifumo mizuri na miundombinu ya uchumi na kazi. Watu wakaajiriwe, wapate kazi, wapate uchumi, waweke akiba, wajenge uchumi wa kwao na familia zao. Kama wewe leo ni dereva pikipiki, bodaboda, mjukuu wako atafanya nini? Kwa sababu wewe ndio unatakiwa kuandaa maisha ya mtoto wako. Mtoto wako aandae maisha ya mjukuu wako. Mjukuu wako aandae maisha ya kitukuu chako. Maisha yako yakiharibiwa, unaharibu generation yako yote. Kwa sifikiri haya ugumu wa maisha unaopitia ni kwako, utakwenda mpaka generation ya 4. Sasa swali la msingi ni hili. Nyie Chadema mnasema tu, mnafikiri nyie mnaweza mkabadilisha nchi hii? Waarabu wamebadilisha jangwa kuwa sehemu bora duniani kuliko sehemu yoyote. Ni akili na maarifa. Leo nchi hii inanunua ngano kutoka Abu Dhabi. Abu Dhabi ni jangwa, hakuna baridi. Ngano inaota kwenye baridi. Mbinga kuna baridi, Makete kuna baridi, Njombe kuna baridi, Hanang kuna baridi, Manyara kuna baridi. Kulikuwa na mashamba ya ngano Manyara kule Hanang, yamekufa. Nchi hii inaagiza ngano kutoka nje. Nchi hii inaagiza mafuta zaidi ya bilioni 700 kila mwaka. Singida, Serengeti, Singida hapa alizeti inaota, Manyara alizeti inaota, Ruvuma alizeti inaota, Arusha alizeti inaota, Kilimanjaro alizeti inaota, Tanga alizeti inaota, kila mahali. Wamekosa hata mfumo wa fikira wa kuhakikisha kwamba mafuta ya chakula hayaji na meli, bali yanatoka kwa wakulima mashambani. Pesa yote inayoagiza mafuta, pesa hiyo ingeenda kwa wakulima. Wakulima wangekuwa na maisha bora wote. Nchi ina dhahabu. Nchi ina mbuga za wanyama nyingi kuliko nchi yote duniani. Yote. Moroko haina mbuga za wanyama. Utalii wao ni nyumba za kale. Inapokea watalii milioni 12 kwa mwaka. Tanzania ina Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Ruaha, mlima Kilimanjaro. Ina bichi Bagamoyo, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara. Ina gesi, ina korosho, ina kahawa. Ila ina wapumbavu wanaitwa Chama cha Mapinduzi. Utalii peke yake ungebadilisha maisha nchi. Ukiweza kuingiza watalii milioni 10 kwa mwaka, mtalii mmoja anahudumiwa kwa wastani wa watu 3, maana yake utatengeneza ajira milioni 30. Nchi hii kwa sensa ya mwaka juzi wanasema kuna watu milioni 67. Ukitoa ajira milioni 30, utaondoa barabarani, utaondoa dada zetu huko kwenye mabaa usiku wakiuza miili yao. Tunaongozwa na wapumbavu. Sasa na nyie mmezoea maskini. Mnashinda vijiweni, mnacheza bao. Ukikutana na hali mbaya, inshallah ukikosa leo utapata kesho. Sikiliza, Mungu anatuona mabaya. Unatakiwa ule bata leo, ule bata kesho, ule bata kesho kutwa. Ndio mpango wa Mungu kwa binadamu, kula bata. Mtawakuta magengeni huko. Mnakula matikiti maji na mahindi. Unakula kama unalia hamu, kumbe ndio unapiga msosi. Si ndio jamani? Hali ni mbaya. Na bahati mbaya mna normalize poverty. Mnaanza kufanya umaskini kuwa sehemu ya maisha. Hamuchukii. Sisi kule kwetu kule Moshi, mimi natoka Moshi.
Kama kuna Wachaga hapa atasema. Kwa nini vijana wa Kichaga wakija huku mjini wanakimbiza pesa saa nyingine mpaka wanapitiliza, wanakutana na kesi za mbalimbali? Kijijini sisi ukienda Christmas kule, kapaki gari, mama yako hata kama hajui ni model, atatoka iangalie, atamuuliza mke wako, mwali, hii kampuni ya hii gari haitoi ya juu. Yaani kwa mbona umekuja na ICT, wenzako wamekuja na VX wewe? Nakwambia, sasa kinachobadilisha nchi huwa ni culture of thinking. Sasa nyie mmeshapandikizwa culture ya kwamba mmenormalize umaskini. Mmeona umaskini ni kawaida. Mimi najua umaskini ni mbaya. Mimi mtoto wangu hawezi kusoma shule za kata hizi. Hawezi. Na hajasoma. Hizi za kata. Za baba na mama anakula wali na marage, hizo watoto wangu hawaendi. Nilikataa. Nakwambia nilikataa. Kada sijawa mbunge mimi, mtoto wangu nikiwa mdogo nimeoa, mtoto wangu anaenda Kindergarten International School. Na nilijiuliza, mbona hawa mawaziri wanaosema hizi shule wameboresha, mbona watoto wao wapeleki huko? Tafuta mbunge mmoja ama waziri mmoja ama mkuu wa mkoa nchi hii ambaye mtoto wake anasoma shule msingi ya kata. Ndio maana mataifa yaliyoendelea kama Canada wameweka sera, ukiwa kiongozi wa umma ni lazima mtoto wako asome shule ya umma. Na kilichotokea ni nini? Shule za umma zimeboreshwa kama shule za international. Hapa kwa wanapelekwa hapa mbuga za wanyama Tanzania, ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi. International school, mtoto anafundishwa kufikiria. Anaulizwa, dunia tunakoenda kutakuwa na joto kali. Fikiria, unaweza ukaifanyia nini dunia, ukagundua kitu gani kikapunguza tatizo la hali ya hewa. Akigundua hicho kitu kinaitwa innovation, kinakuwa pesa. Wakwako anafundishwa idadi ya mbuga za wanyama. Anakaa miaka 7 shule, anafundishwa mbuga za wanyama. Mlima mrefu kuliko yote duniani ni Everest. Mambo ambayo angeipata kwenye Google kwa dakika moja, anakaa miaka 7 kuambiwa habari ya mlima mrefu. Anakuja mtaani huku, wakwako wamemaliza la 7, anaenda yudo. Wenyewe wanachukua kwao Marekani. Peleka Marekani, peleka wapi? Wakirudi wanafundishwa Kiswahili cha kuomba kula tu. Bwana alikuwa anawaambia hapa mwenyekiti. Ndio sababu ukiita interview ukauliza watoto hata wanaosoma vizuri, unashangaa iko wapi innovation? Ndio shule. Nenda kwenye afya. Mimi na wagonjwa kwenye familia yetu na rafiki zangu 4 ama 5 wameenda kupimwa, akaambiwa anauma kitu kingine kabisa. Akiwemo mwenyekiti wetu wa mkoa wa Manyara aliyefariki, anauma tumbo miaka 3. Mimi nikamwambia, hii tumbo gani aliponi? Hebu nenda KSMC. Akaenda KSMC, wakamwambia tunaona kama ni kansa. Akaenda Ocean Road, akaambiwa una kansa stage 3 na kwenda stage 4. Hospitali kule chini walikuwa na tibu wa Mweba. Kimbiza India, kansa imefika shingoni, tumemzika. Na ndugu yangu mwingine alikuwa anatibiwa kitu tofauti. Hakuna hata vifaa vya kufanya diagnosis. Ndio maana wao wakiumwa wanapanda ndege India, wanaenda sema kagua kila kitu. Alafu akija hapa anapanda jukwaa anasema tumeboresha hospitali ya Muhimbili. Hata wake zao hawezi kujifungulia pale. Hakuna Mtanzania mwenye kansa leo ambaye alipoenda kwenye diagnosis aliambiwa na kansa. Kansa ikiwa kwenye stage 1 inatibika, stage 2 inatibika. Watu wote wanakuja kugundulika ni wagonjwa wa kansa. Na ndio sababu mtagundua siku hizi tunazika watu wengi wa kansa sana nchi. Sijui kama mmeona jambo kama hilo. Kwa sababu hawagundui, kwa sababu hakuna vifaa. Wao wanakwenda nje. Masuala ya afya mbovu yanahusu utawala wa nchi. Mabenki, nyie ni wafanyabiashara hapa mnafahamu. Unaenda kukopa benki leo bilioni 1, interest asilimia 20, milioni 200. Yaani unakopa mwezi huu, rejesho linaanza kurudi mwezi unaokuja. Wachina wameachiwa, wamekuja hapa kiolela. Ukiangalia Dar es Salaam sasa hivi kazi zote zinafanywa na Wachina. Wanauza mpaka vitunguu saumu Kariakoo.
Unajiuliza serikali inashindwa vipi kudhibiti uchumi wa watu wadogo? Mchina anachukua kwao mkopo dola milioni 1 kwa 2%. Wewe unachukua bilioni 1 kwa 20%. Anakwenda kwao, anachukua mzigo kwa mkopo. Anakuja hapa, mzigo ule ameuchukua, anatakiwa kurudisha riba 2% kwa mwaka. Wewe unachukua hapa CRDB, unaweka nyumba yako kwa 20%. Unachukua ile pesa, unakwenda kununua simu alizonunua Mchina. Mchina anakuja hapa, simu ambayo wewe ili upate faida unatakiwa kuuza milioni 1, Mchina anauza 500,000. Unakimbilia kwa wainjilisti, manabii. Nabii, naona hali yangu haiendi vizuri, biashara imekuwa ngumu, naomba maombi. Pale utakiwi maombi. Kuna baya ameingia nchini kwa sababu serikali imeshindwa kusimamia uchumi, ushindani unakuwa uwezekani, mnafilisika. Hii ni masuala ya utawala. Sasa unaondoaje utawala wa aina hii? Huu utawala wa aina hii, hawa ni wauni. Tunadili na wauni kabisa. CCM ni wauni waliovaa suti. Yaani mimi ukiniambia polisi wanatakiwa washike watu gani, waweke lock up, washike watu wote wa polisi. Mheshimiwa Lema, kuanzia mwenyekiti wa taifa, kuanzia yeye Nchimbi, kamata wote. Hawa wameharibu nchi. Wameua kachi ya fikra. Utamaduni wa kufikiria vyema umeharibika. Mmeamini umaskini umeumbwa na Mungu. Ndio maana ukipita barabarani huko mmebandikiwa mpaka namba ya Freemasoni. Mmebandikiwa mpaka namba ya kumrudisha mke aliyepotea, demu aliyepotea. Yaani ni kacha ya kipumbavu, ni nchi ya kipumbavu, kwa sababu hatuna fikra sahihi tena katika taifa hili. Mganga kutoka Sumbawanga wa kurudisha mali na mke aliyepotea. Kama mke ameondoka kwa sababu ya umaskini, uhitaji mganga, unahitaji sera nzuri ya uchumi, upige kazi nyumbani pakaki sawa sawa. Nchi leo inaongoza kwa kuuza dawa za kiume barabarani. Mimi nilimwambia Umi akiwa waziri siku moja, hapa Mlimani City Mwenga, nashusha kioo cha Bolt, jamaa amekuja, mheshimiwa, nguvu ya kulisha heshima nyumbani. Heshima nyumbani nini? Mheshimiwa, akaanza kunipa somo. Nikaipiga picha, nikatweet. Nikamwambia Umi, nikampigia simu. Nikamwambia Umi, kuna tatizo la figo nchi kubwa sana. Sasa hivi vijana wengi wanaumwa figo. Ni kwa sababu watu wengi hawana uwezo wa kwenda kwenye matibabu na kupimwa. Wananunua madawa ya mitaani. Madawa ya kuchemsha, sio ya kuongeza nguvu, sio ya kutibu nini. Yanaenda kuongoza figo. Leo nchi hii vijana wengi wanafanya dialysis ya figo. Wengi. Pombe za bei rahisi zimekuwa nyingi. Nenda Masaki. Ukiona unanunua pombe 1,000, alafu unalewa mpaka wenzako wanakubeba, jua wamekunywa sumu. Kwa usimamizi wa masuala ya msingi na maisha yenu umekosekana kabisa. Sasa tunafanyaje? Ili tubadilishe nchi, lazima nyie mbadilike. Hasa nyie Dar es Salaam lazima mbadilike. Nyie mnatuwekea usiku, nyie mnakera, nyie mnauzi, nyie mnaumiza kwa sababu mko wengi lakini hamna maamuzi. Tunaita mikutano, watu mnasimama mbali, eti unamwogopa mtendaji. Mwanaume mzima mnamwogopa mtendaji. Mama kama mme wako ni kati ya watu wanaogopa mtendaji, ukienda nyumbani mpe dera. Sasa leo hii kazi tunaifanya kwa nguvu sana. Mimi kabisa na hapa kwa jina la Mungu nafanya uinjilisti kwenye siasa. Sina chochote ninachokitaka kwenye siasa. Sina. Mimi ni Mchaga kabisa. Na nimekaa bungeni miaka 10. Na simnajua bunge lilikuwa nalipa vizuri nyingi. Mimi ni Mchaga kabisa. Simlisikia speaker Chabaga mimi nilikopa hela nyingi. Mimi nilikopaga zote. Nikazidisha mpaka na kuzidisha. Na nilipiga mahesabu. Niliona ule mapresha Magufuli ule. Nikasema hivi huyu siku akiamka tu akasema sasa kuanzia leo yale mafoyo ya bunge yaende Chato yakachenge kiwanja cha ndege. Nikasema nitapata hasara. Nikaenda nikakopa. Sasa nilipokopa nikamkoroga na katibu wa bunge, nikamkoroga na mwasibu. Wakanikopesha ziada sio kama milioni 300. Nikajua atashtuka. Walipoziweka tu kwenye account na mimi nikaziapisha, nikazinyanyua. Wali wala maboya. Wali wakanitafutia kesi.
kaziweka wapi huyo? Wakaja nyumbani, eti wamenishika na kesi ya uchochezi, wanakuja kusearch safe. Nikajua wanatafuta ile ile. Nilipiga kadhaa, nikapita nazo. Wakanifukuza bunge mwaka mzima. Tulia kama. Hawalilipi mshahara, hawafai nini? Hela wakuziona. Wakatuma benki iuze vitu vyangu. Iuze vitu vyangu benki. Nikamwambia msiuze vitu vyangu. Nikawaandikia barua, bunge kama walipi, mimi nitalipa, lakini kwa utaratibu huu. Nikamwambia lakini hamna haja ya kwenda mahakamani nyie. Njooni oneshe mali zangu zote, chukueni mnaotaka. Sasa mheshimiwa ziko wapi? Hazipo. Kwa hiyo tuambia, mimi nimekuwa mbunge, tulia kamanda, tuko kazini miaka 10. Hapa wote unaona viongozi hapa. Hakuna anayelipwa hata shilingi moja. Huu mkutano viongozi wetu wamejitolea hapa. Kabisa. Hii ni sikukuu. Kesho ni Alhamisi Kuu. Kesho ni Alhamisi, si Jumaa. Kesho ni Alhamisi Kuu. Kesho kutwa Ijumaa. Mimi nitakiwa niwe Moshi na wazazi. Hao wote wana watoto, wana ndugu na jamaa. Lakini badala yake tunakuja kulia Krismasi hotelini ili tupate nafasi ya kukutana. Kesho tuna mkutano mheshimiwa mwenyekiti wa kanda. Kesho tunapumzika Ijumaa. Jumamosi tuna mkutano, tunapumzika Jumapili. Jumatatu na kikao cha ndani, Jumanne mkutano, Jumatano mkutano. Maisha hayana test tena kwa ajili yetu. Lissu yuko jela. Lissu ni kilema. Nimeenda kumwona leo. Anasema endeleeni kupigania dhana ya no reforms no election. Hata wakininyonga msiache kupigania jambo hilo. Lissu anatembelea mguu mmoja. Amekatwa mwili, amefanywa operation 25. Chana mwili wote. Lissu ni mwanasheria, lakini atalia sikukuu jela. Kesi yake wakiamua uuni, hukumu yake ni kunyonga mpaka. Yani kesi ya uhaini ni mnyonge mpaka afi. Kwa ajili yako. Chama hiki viongozi wote wamelipa gharama kubwa sana. Mimi nimelipa gharama kubwa sana kwenye chama hiki. Kubwa sana, kubwa. Nimeenda lock up zaidi ya mara 100. Nimekwenda mahakamani, nimekwenda jela. Nikakimbia na nchi. Sasa nyie watu wananiuliza, "Sasa mheshimiwa, kama ni jasiri, mbona ulikimbia nchi?" Mimi nilisikia sauti ya malaika, "Lema, chukue mama na mtoto, uende zako mpaka nchi itakayokuambia. Ukae huko." Hapo ukisikia sauti ya malaika unafanyaje? Yule bwana angenimaliza yule. Yule jamaa alikuwa afai ile. Boni si unakumbuka? Tulikamatwa sisi na Boni na mheshimiwa mwenyekiti Mbowe. Boni alikuwa anaendesha gari. Boni akiwapo hiyo story mtacheka. Mimi nikajifanya pressure. Wakanigonga mpaka pressure ikapona. Boni unakumbuka? Boni anakumbuka. Mimi wakatushika. Boni alipelekwa wapi? Kibaha. Mimi Mlandizi porini. Mwenyekiti Mbowe Bagamoyo. Tukatenganishwa sana manane. Mimi nimepelekwa porini. Watu wameshika bunduki. Nikasikia kodi imebadilika. Baada ya mambo sasa alipotoa taarifa kwamba ametushikilia. Na ile taarifa alitoa kwa sababu kulikuwa kuna ushindani. Asingetoa taarifa maana yake tulikuwa tunapelekwa kuuawa. Hatujakata tamaa. Wewe tunakwambia unga juhudi jambo hili la msingi. Sio kwa ajili yangu. Kwa ajili ya nchi yetu watoto wetu. Hii kazi haina faida tena kwetu. Sasa nini maana ya no reforms no election? Tunaikataa tumegani? Ngoja naoneshe mfano. Ngoja naomba watu wanipanda hapa kamanda. Pande na mama panda. Ndugu zangu tuonesha mfano hai. Rais Samia, naomba na watu wengine wawili hapa. Ama tushuke chini hapa. Tushuke chini hapa. Hapa taka sawa. Naomba na mzee wewe, njoo wewe. Wewe umekaa kama nani? Kama wale wakurugenzi wanakulaga tume wale. Ndugu zangu njooni hapa. Sikiliza niwaambie. Kwa nini tunasema no reforms no election? Huyu hapa, huyu ndio Rais Samia. Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Mgombea urais. Huyu hapa, huyu hapa
ni Mheshimiwa Lissu, mgombea wa upinzani. Huyu ni mkuu wa wilaya ambaye ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya CCM, kada ya Chama cha Mapinduzi. Huyu hapa ni mkurugenzi wa CCM wa halmashauri ambaye ndio msimamizi wa uchaguzi, kada wa CCM anaongozwa na huyu. Huyu hapa, naomba mtongoje tena. Huyu hapa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Wewe nani bwana wewe? Wewe njoo. Huyu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ameteuliwa na huyu ni mkurugenzi. Huyu Samia kamteua huyu. Alafu huyu mkuu wa wilaya Njoma anamsimamia huyu OCD. Alafu huyu mkuu wa wilaya Njoma, njoo. Anamsimamia huyu DSO, afisa wa usalama wa taifa wilaya. Alafu nyuma mkuu wa wilaya yuko mwenyekiti wa CCM, ndio bosi wa mkuu wa wilaya. Alafu huyu mkuu wa wilaya anamsimamia mkurugenzi. Alafu Samia amewateua watu wote hawa. Alafu hawa ni Chadema tunamwambia, mama, hii sio tume huru, hawa ni washikaji zako, unakula nao, unalala nao, hawatafanya upendeleo. Tunasema hawa watu wanaiba uchaguzi kwa sababu ni makada wenzako, hatuwataki. Tunataka hawa watu wawe huru, vinginevyo tutahasi dhidi ya sheria kandamizi zinazopora watu. Huyu hapa akisema maneno anapewa kesi ya uhaini ya kuhukumiwa kunyongwa. 1000 shilingi. Njoni onesheni solidarity. Anategemea huku nje sisi tutaonesha kwamba tunakubaliana na sacrifice anaolipa. Mimi baba yangu leo mwenyekiti shahidi, mwenyekiti wa kanda wewe, kwenye gari kanipigia simu, wazazi watamani tuache kazi hizi. Mama yangu alikuwa mgonjwa wa pressure. Mimi mama yangu ameumwa pressure baada ya kukimbia nchi, na leo ni mgonjwa wa pressure kabisa kali. Sawa, sacrifice. Mimi watoto wangu waishi hapa, na wasema mheshimiwa, wewe watoto wako wako nje. Mimi ningekuwa na uwezo ningeambia watoto kwenu waende kule, alafu hapa tubaki wanaume na wanawake tupambane na haya majamaa. Sasa hata kama basi onesheni solidarity. Dar es Salaam iko wapi? Mwenyekiti Mbaya alikaa jela miaka mingapi? Miezi 8. Dar es Salaam wanakwenda wanawake, wanaume wapo. Kazi yenu mpira tu nyie. Simba na Yanga. Na Mungu anisaidie Simba na Yanga siku moja ife. Hakuna kitu nachukia kama mpira nchini, kwa sababu imetumika kwa pumbaza. Unakuta siku ya Simba na Yanga, mama amenunua goli milioni 60. Kivijio vyote mama kanunua goli, mama yenu yule. Mnaingia kwenye vitu vidogo, shule mbovu, afya mbovu, umaskini. Badala ya kujadili maisha yenu ya sasa, ya kesho na kesho kutwa wajukuu zenu, wote nye mmefungwa kwenye roho ya mpira. Hakuna kitu kinaua watu kama mpira na betting nchi. Onyesheni atakuunga mkono watu wanaojali. Amesema hapa mstahiki, mimi leo nikiamua kuwa chawa, kesho napata kazi simu. Sinakuwa chawa tu kwa nashindwa. Naamua tunakuwa cha mama na upiga mwingi, sijaona mama kama we. Natunga mpaka ipo. Hakuna kama mama, nashika microphone. Natunga mpaka ipo. Sinakuwa kuona kwa mtanifani. Nikiamua kuwa chama nifanye nini? Hata watu wetu wengine walioenda CCM tunawaita wasaliti, lakini nimekuja kugundua sio wasaliti, kwa sababu wamesoma demina yenu, wamesoma mwelekeo wenu, wamesoma fikra yenu, wameona tunapoteza muda kupigania watu ambao waeleweki. Mimi kazi hii naifanya kwa sababu ya Mungu, sio kwa ajili yenu. Hakuna watu wanavunja moyo kazi hii kama nyinyi wa Tanzania. Sasa kuna wakati eti mkitaka kuitisha mkutano wa hadhara mnauliza kwanza, kesho hamna mpira. Eti kama kuna mpira, mkutano wa hadhara watu hawaji, wa kuongea maisha ya watoto wenu. Mwenyekiti alikuwa anakuja hapo mahakamani, ana familia yake ndio watokea mahakamani. Dar es Salaam haipo, mmebaki kwenye mitandao.
Simba na Yanga mechi, Manchester, Real Madrid. Wengine wanakata tamaa. Na mtaendelea kuvunja watu wengi moyo. Hasa nyie Dar es Salaam. Hii kazi ni kazi kubwa kama kuhubiri Injili ama kuhubiri neno la Mungu ambayo inatakiwa watu wajitoe. Sasa ili hii kazi iende, tunahitaji michango. Mmesikia CCM wanapigia kelele tone tone. Tulifikiria kwenye kamati kuu, tunaendeshaje chama chetu ili kiweze kwenda mbele. Ndugu zangu, tukiwa na watu milioni moja, wakatupa shilingi 2,200 kila mwezi, wanatupa shilingi bilioni 2 kila mwezi. Mimi nakatwa shilingi 200,000 kila mwezi kwenye simu yangu kwenye tone kila mwezi. Viongozi wa Chadema peke yake nimepiga hesabu, mtandao wote kuanzia vitongoji mpaka vijiji, tuko karibu 50,000-60,000. Tukitoa shilingi 3,000 kila mwezi ni milioni 150. Ruzuku tunaopewa chama hiki kwa mwezi ni milioni 100. Na hatuwezi kuendelea kutegemea ruzuku. Tukaanzisha programu maalum inaitwa tone tone. Yaani mchango wako mdogo unaweza ukaleta mabadiliko. 1,000 tunakwambia toa, utoi. Lakini unaweza kunywa bia 10. Hebu fikiria, unaomba shilingi 1,000, shilingi 2,000, 3,000, unaona ni nyingi. Alafu kuna mtu amekaa, mguu wake mmoja ni mfupi, kapigwa risasi, kachano tumbo mara 25, leo yuko jela. Sio kwa sababu watoto wake wana njaa, watoto wake wanasoma university Marekani. Yuko kwa sababu ya nchi hii kesho na kesho kutwa. Atembei vizuri, mguu mmoja mfupi, mmoja amejaa vyuma. Lissu akipita mashine airport analia kama amepita na chuma. Kila mahali amejaa chuma. Tunakwambia tuchangie shilingi 1,000. Kipeni chama chenu shilingi 1,000 kila mwezi, unaona ni pesa nyingi. Alafu mkienda makanisani na wapi kwa manabii, mnauziwa mafuta chumvi ya mapoozo, mkapooza umaskini. Umasikini wa nchi hii hautafungwa na kanisa. Umasikini wa nchi hii utafungwa na watu wakiamua kuwafanya viongozi wao wajibike katika kutawala. Tunaomba mchango wako. Kuna njia kama 2 ama 3 za kuchangia. Kuna njia ya kujiunga moja kwa moja, ambao kila mwezi unakatwa shilingi 1,000. Unaweza ukaweka 1,000, 10,000, 5,000. Tukipata watu 100,000 wakatupa shilingi 10,000 kila mwezi, ni milioni 1 kila mwezi. Chama hiki ukipata bilioni kwa mwezi, hawa viongozi wote leo wasingekuwa hapa. Kuna ambao wangekuwa Tanga, Manyara, wapi wanafanya hii kazi. Tunaomba hizo pesa. Chukua namba yako, chukua simu yako, uchukue namba ya M-Pesa. Tafadhali sana, nakuomba sana. Nakuomba sana. Sasa kuna njia 2, na viongozi wangu wa jimbo, itisheni mikutano na mkoa. Itisheni mkutano hata kutembea barabarani. Wafundisheni watu ile njia ya kujiunga makato ya kila mwezi bila kuwa nasumbuliwa. Tukipata watu 50,000 katika jimbo lenu, na ndugu zangu 2,000 ni hela ndogo sana. Ni kijana unaacha kunywa bia moja tu. Bia moja tu kwa mwezi, tupe shilingi 2,000. Hapa kuna watu wanatoa shilingi 200,000 kila mwezi. Tupe shilingi 5,000. Una 10,000 tupe. Sasa chukua namba ya simu. Uandike kwanza namba hii ya M-Pesa ya Chadema, ambao sasa hivi unaweza ukatuma pesa itaingia. Tunafahamu wengine mnajaribu kutuma Vodacom pamoja, sijui wanafanya nini, wanazuia. Jaribu tena na tena na tena, usikate tamaa. Weka katika moyo wako kwamba kila mwezi, kila wiki, kila baada ya wiki 2 takuwa nachangia chama hiki. Chama hiki mkikichangia nyie, kitajua kinatembea kwa ajili yenu, kitakuwa na adabu kwa wananchi na kitasema mambo ya nchi. Chukua namba 0744 0744 44 69 69 0744 44 69 69. Lakini viongozi wa wilaya njoni hapa. Wale viongozi wa wilaya na majimbo na kata mlioko hapa njoni hapa. Kuna hiyo ni namba ya Vodacom. Lakini kuna uchangiaji ambao nikianza kuelezea itachukua muda, na sasa ni saa 12:08. Hao ni viongozi wetu. Ukiwaona viongozi wetu, hiyo namba
katika Chadema M-Pesa. Tume 10,000, 50,000, milioni 1, milioni 10 kwa kadri utakavyoweza. Watakuelekeza njia sahihi ya kujiunga moja kwa moja. Na waheshimiwa viongozi, mkikutana watu wanataka kuchangia Chadema, waingizeni kwenye programu maalum ya kukatwa kila mwezi automatically kama songesha. Yaani ikifika mwisho wa mwezi una haja ya kutuma, inachukuliwa pesa moja kwa moja. Unaweza kuweka 500 ama 1000. Tunataka mpaka mwezi wa 7 mwaka huu tuwe na database ya watu milioni 1 ambao watatupa kati ya shilingi 3,000 mpaka shilingi 5,000. Tukipata milioni 3, milioni 5 kwa mwezi, hawa maboya mjasikia wanapiga kelele. Watapiga kelele kuliko mnavyozani. Kwa sababu Chadema ina watu makini, ina vijana wengi, lakini hatuna nguvu ya kuwapeleka kila mahali. Leo hapa tuko zaidi ya viongozi 10. Lakini hapa viongozi wengine leo, mwenyekiti wa vijana na mwenyekiti wa kina mama alitakiwa wanafanya mkutano labda Temeke. Lakini nguvu ni chache. Lazima ipatikane nguvu, tunakusanyika sehemu moja. Mkitupa nguvu, kazi hii itakuwa ni rahisi sana. Ndugu zangu, tumeanza mikutano kanda ya Pwani, ya kuzunguka kanda nzima ya Pwani. Wito wangu tarehe 24, vijana wa kina mama, njooni mahakamani. Njooni mahakamani kumtia moyo mheshimiwa mwenyekiti wetu. Mahakama ni mahali huru kabisa. Njooni mahakamani. Wakisikia hii sauti, wataleta magari mengi ya polisi ili kuwatisha. Na nyie mkiwa wengi sana, polisi watakuwa wadogo sana. Kwa nini maandamano huwa hayafanikiwi? Ni kwa sababu tunakuwa wachache kuliko wingi wa polisi. Siku watu 100,000 wakiingia barabarani, polisi watakuwa washikaji zenu. Ninawashukuru sana. Asalamu alaykum. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Chadema. 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 Namba moja we. Chadema. Chadema. Sasa hivi ni saa 12 kasoro dakika 5. Tumemaliza mkutano wetu ndani ya muda kasoro dakika 5. Na tunawashukuru sana kwa wale ambao mtataka kuendelea kuchangia. Niwaomba niwakumbushe mkutano wetu umeisha. Sasa hivi ni matangazo, na wale mnaotamani kuchangia niwakumbushe namba ya simu iliyotajwa na Mheshimiwa Lema kwamba ni 07. Naomba nikumbushe kitu kimoja. Kuna wengine wanaweza kawa juu jinsi ya kujiunga ama kutuma malipo ya kujirudia. Naomba ukiingia kwenye ukurasa wako